Jinsi Idi alivyopanda, vurugu, fursa, na uundaji wa dikteta utangulizi. Kupanda kwa Idi Amin Dada hadi madarakani hakukuwa kwa bahati, ghafla, wala kwa sababu za kibinafsi pekee. Kulikuwa ni matokeo ya mifumo ya kijeshi ya kikoloni, siasa za kikabila, mashindano ya vita baridi, na kuimarika kwa jeshi kama chombo cha kisiasa nchini Uganda. Kutoka kuwa askari wa kikoloni asiye na elimu ya juu hadi kuwa mmoja wa madikteta waliotisha zaidi barani Afrika, safari ya Amin inaonyesha jinsi taasisi dhaifu, migogoro ya kisiasa, na jeshi lisilodhibitiwa vinaweza kumpandisha mtu mkatili hadi uongozi wa taifa. Kuelewa jinsi Idi Amin alivyopata madaraka ni muhimu ili kuelewa kwa nini utawala wake uliishia katika hofu na umwagaji damu. Misingi ya kikoloni. King's African Rifles. Idi Amin alizaliwa takribani mwaka 1925 kaskazini magharibi mwa Uganda, eneo lililopuzwa chini ya utawala wa kikoloni wa Waingereza. Kama wanaume wengi kutoka kaskazini mwa Uganda, alipata elimu ndogo sana ya rasmi. Hata hivyo, watawala wa kikoloni waliwaona watu wa kaskazini kama wenye nguvu za mwili na wanaofaa kwa huduma ya kijeshi. Mtazamo huu uliathiri kwa kiasi kikubwa maisha ya Amin. Mwaka 1940, Idi Amin alijiunga na King's African Rifles, jeshi la kikoloni la Waingereza Afrika Mashariki. KAR haikutilia mkazo elimu au ufahamu wa kisiasa. Utii, uaminifu, na nguvu za mwili vilikuwa muhimu zaidi. Amin alijitokeza kwa nidhamu yake, ukakamavu, na uwezo wake katika ndondi, jambo lililomlevya haraka licha ya kuwa hakuwa na elimu ya juu. Idi Amin alizaliwa takribani mwaka 1925, kaskazini magharibi mwa Uganda, eneo lililopuuzwa chini ya utawala wa kikoloni wa Waingereza. Kama wanaume wengi kutoka kaskazini mwa Uganda, alipata elimu ndogo sana ya rasmi. Hata hivyo, watawala wa kikoloni waliwaona watu wa kaskazini kama wenye nguvu za mwili na wanaofaa kwa huduma ya kijeshi. Mtazamo huu uliathiri kwa kiasi kikubwa maisha ya Amin. Mwaka 1940, Idi Amin alijiunga na King's African Rifles KAR, jeshi la kikoloni la Waingereza Afrika Mashariki. KAR haikutilia mkazo elimu au ufahamu wa kisiasa. Utii, uaminifu, na nguvu za mwili vilikuwa muhimu zaidi. Amin alijitokeza kwa nidhamu yake, ukakamavu, na uwezo wake katika ndondi, jambo lililomletea vyeo haraka licha ya kuwa hakuwa na elimu ya juu. Katika kampeni za Waingereza za kukandamiza waasi, hasa dhidi ya waasi wa Mau Mau nchini Kenya, Amin alipata uzoefu wa kivita na kujenga sifa ya ukatili na ukakamavu. Kampeni hizi zilifanya matumizi ya vurugu yaonekane kama njia halali ya utawala na ziliwafundisha askari Amin kuwa na nguvu kama chombo kikuu cha mamlaka. Kufikia uhuru wa Uganda, Amin alikuwa tayari miongoni mwa maafisa wa Afrika wenye vyeo vya juu jeshini. Uganda ilipata uhuru mwaka 1962 chini ya Waziri Mkuu Milton Obote. Taifa jipya lilirithi taasisi za kikoloni zilizokuwa dhaifu, zilizogawanyika, na zilizojaa siasa, hasa jeshi. Badala ya kulirekebisha jeshi na kulifanya kuwa la kitaifa na kitaaluma, Obote alilitumia kulinda na kuimarisha mamlaka yake. Idi Amin akawa mhimili muhimu katika mpango huu. Obote alimpa vyeo kwa haraka, akimuona kama askari mwaminifu na mwenye uwezo wa kuzuia wapinzani wa kisiasa. Amin aliteuliwa kuwa kamanda wa jeshi, licha ya kukosa mafunzo rasmi ya kijeshi. Kupanda kwake kulionyesha mwenendo mpana barani Afrika baada ya uhuru, ambapo uaminifu wa kisiasa ulithaminiwa zaidi kuliko umahiri. Wakati huo huo, jeshi lilizidi kugawaniwa kwa misingi ya kikabila. Askari kutoka kaskazini mwa Uganda, akiwemo Amin, walipendelewa, huku wale wa kusini wakitengwa. Hali hii ilizaa chuki kubwa na kuligeuza jeshi kuwa chombo cha kisiasa badala ya kuwa taasisi ya kitaifa isiyoegemea upande wowote. Katika miaka ya 1960, Obote na Amin waliunda muungano uliokuwa na manufaa kwao lakini hatari kwa taifa. Amin alitoa nguvu ya kijeshi, Obote alitoa ulinzi wa kisiasa. Pamoja, walilitumia jeshi kukandamiza upinzani, ikiwemo falme za jadi na wapinzani wa kisiasa. Mwaka 1966, Obote alisitisha na kuamuru shambulio la kijeshi dhidi ya ufalme wa Buganda, taasisi yenye nguvu zaidi ya jadi nchini Uganda. Amin alichukua jukumu muhimu katika shambulio dhidi ya ikulu ya Kabaka. Tukio hili liliashiria mgeuko kamili wa Uganda kuelekea utawala wa kiimla na kuthibitisha nafasi ya Amin kama mkono wa chuma wa Obote. Hata hivyo, muungano huu haukuwa thabiti. Kadiri mamlaka ya Amin yalivyoongezeka, ndivyo Obote alivyozidi kuwa na wasiwasi. Tuhuma za ufisadi, biashara haramu ya silaha, na magendo zilianza kuibuka, baadhi zikihusishwa na migogoro kusini mwa Sudan na Kongo. Obote alianza uchunguzi dhidi ya Amin, jambo lililotishia moja kwa moja maisha na mustakabali wake wa kisiasa.
Kupanda kwa Idi Amin madarakani hakuwezi kutenganishwa na muktadha wa vita baridi. Kama ilivyokuwa kwa mataifa mengi ya Afrika, Uganda ikawa uwanja wa mashindano ya nguvu kati ya mataifa makubwa. Uingereza na Israel zilikuwa zimefundisha na kusaidia jeshi la Uganda katika miaka ya 1960, na Amin alinufaika moja kwa moja na msaada huu. Israel hasa ilimwona Amin kama mshirika muhimu wa kijeshi Afrika Mashariki na ilisaidia katika mafunzo ya jeshi la Uganda. Mataifa ya Magharibi yalitanguliza utulivu na kupinga ukomunisti kuliko kuhimiza utawala wa kidemokrasia. Mazingira haya ya kimataifa yaliwawezesha maafisa wenye tamaa kama Amin kuongeza ushawishi wao bila ukaguzi wa kina. Wakati Obote alipoanza kuelekea sera za kijamaa na kuimarisha uhusiano na kambi ya Mashariki, alipoteza sehemu ya uungwaji mkono wa Magharibi. Amin, kwa upande mwingine, alionekana kama mbadala unaokubalika zaidi, angalau mwanzoni. Kufikia mwishoni mwa mwaka 1970, Obote alianza hatua za kumwondoa Amin madarakani. Akiwa anakabiliwa na hatari ya kukamatwa au kuuawa, Amin aliamua kuchukua hatua ya kwanza. Mnamo 25 Januari 1971, wakati Obote alipokuwa nje ya nchi akihudhuria mkutano wa Jumuiya ya Madola huko Singapore, Idi Amin aliongoza mapinduzi ya kijeshi. Mizinga iliingia Kampala, vituo muhimu vilichukuliwa, na maafisa waliodhaniwa kuwa waaminifu kwa Obote walikamatwa au kuuawa. Mapinduzi hayo yalifanikiwa haraka kwa sababu jeshi, na si taasisi za kiraia, ndilo lilikuwa kitovu cha mamlaka. Taasisi dhaifu za Uganda hazikuweza kupinga. Amin alijitangaza kuwa rais, kamanda mkuu wa majeshi na mkuu wa nchi. Awali Waganda wengi waliukaribisha mabadiliko hayo. Obote alikuwa amepoteza umaarufu kutokana na utawala wa kiimla na matatizo ya kiuchumi. Amin aliahidi demokrasia, haki za binadamu na kurejesha utawala wa kiraia. Ahadi hizi hazikudumu. Baada ya kuchukua madaraka, Amin alichukua hatua za haraka kuondoa vitisho vyote. Askari waliokuwa waaminifu kwa Obote, hasa kutoka makundi fulani ya kikabila, waliondolewa jeshini na kuuawa. Jeshi lilipanuliwa kwa kiasi kikubwa, likawa ngao na silaha kuu ya utawala wake. Amin alifuta uhuru wa mahakama, akatawala kwa amri, na akakusanya mamlaka yote mikononi mwake. Vyeo vilitolewa kwa misingi ya uaminifu binafsi, si uwezo. Hofu ikachukua nafasi ya sheria. Sifa zile zile zilizomwezesha kupanda madarakani, vurugu, kutumia fursa na ujanja, zikawa msingi wa utawala wake. Idi Amin alipata madaraka kwa sababu ya mchanganyiko wa mambo yafuatayo: urithi wa kijeshi wa kikoloni uliothamini vurugu na utii, udhaifu wa taasisi baada ya uhuru, upendeleo wa kikabila ndani ya jeshi, ushindani wa kisiasa kati ya Obote na Amin, muktadha wa vita baridi uliovumilia tawala za kiimla, tamaa binafsi na ukosefu wa maadili wa Amin. Amin hakujenga mamlaka yake kupitia itikadi, harakati za wananchi au dira ya taifa. Alipanda kwa sababu mfumo uliinguvu mamlaka ya silaha kuliko uhalali wa kisiasa. Hitimisho: kupanda kwa Idi Amin madarakani hakukuwa tukio la pekee, bali ni onyo la kihistoria. Alitokea katika jeshi la kikoloni lililoundwa kukandamiza badala ya kuhudumia wananchi. Akapanda vyeo katika jeshi lililojazwa siasa, na akachukua madaraka katika taifa lililokuwa na taasisi dhaifu zisizoweza kupinga nguvu za kijeshi. Safari yake inaonyesha jinsi vurugu zinavyoweza kuchukua nafasi ya sheria pale tamaa inapokutana na fursa. Ukatili wa utawala wake ulishtua dunia, lakini mizizi yake ilikuwa katika njia ile ile iliyomfikisha madarakani. Kupanda kwa Idi Amin kunabaki kuwa mfano dhahiri wa jinsi madikteta wanavyotengenezwa, na gharama kubwa ambayo mataifa hulipa wakati mamlaka yanapotekwa kwa bunduki badala ya ridhaa ya wananchi.